Naam, ni siku nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24, umekutana nasi tena katika siku ya leo ili kuweza kujua kipi kinajiri mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako tutakuletea habari mbalimbali na matukio yanayojiri pande nne za dunia, hususan mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tutagusia habari ambazo zinaendelea kwenye uwanja wa mapambano. Habari hizi za leo tutagusia vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pamoja na mwendelezo mzima wa matukio, lakini pia habari za kitaifa. Na leo tunatuhama ndani ya mashariki mwa DRC, hususan kwenye tarafa la Uvira pamoja na Fizi, tukigusia huko Minembwe ambako vikosi vya waasi wa AFC M23 vyaendelea kuongezeka maeneo ya Minembwe, huko Magunda na huko Muramvya jimboni Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Habari za hivi punde kutoka milimani mwa vijiji vya Magunda pamoja na Muravya zinaeleza kuwa tangu siku ya Jumatano ya wiki hii tunayo vikosi vya AFC M23 pamoja na washirika wake Red Tabara, lakini pia Twirwaneho vilionekana vikipanda maeneo hayo kuelekea Minembwe wakiwa wamebeba mizigo mikubwa ikiwemo chakula kama vile unga, mchele pamoja na vitu vingine zikiwemo zana za kivita, ukizingatia kuwa tangu jeshi la FARDC pamoja na wazalendo kukiwasha dhidi ya AFC M23 pamoja na washirika wake huko Minembwe, tukitaja Red Tabara, Twirwaneho pamoja na Gumino. Siku zilizopita maisha ya kibinadamu huko Minembwe imekuwa ngumu sana. Chakula, sabuni pamoja na vitu vingine vya kibinadamu vinapatikana kwa shida kwa wakaazi pamoja na waasi wa huko Minembwe, wakitajwa kuwa ni AFC M23 pamoja na washirika wake. Ndiyo maana vikosi vya AFC M23 vinapanda na vyakula pamoja na vitu vingine ili kujisaidia kwa siku mbili tatu. Kwetu News 24 ilizungumza na mmoja kati ya wakaazi wa huko Magunda ambaye alihifadhi jina lake na kuweza kutueleza jinsi gani M23 wanasafiri na mizigo na kuelekea maeneo ya huko Minembwe. Hebu tumsikilize. Jambo watoto wa Vishotelwa, nataka hiyo jo muisukume muitapakanye na kuviongozi kwenye simu. Adui kwa saa hizi anaingia iko fasi wanaita Magunda. Magunda inaonekana iko yule wa Magunda, manake kutoka Magunda unaingia Kashongo, manake mpori ya Magunda. Adui ukipanda njia ya Uvira unaingia Masango na vuka mtoni wanaita Mushojo unaingia Magunda. Magunda unatoka pale Magunda mgrupema Bashimukinjide, maanake mpori ya Magunda tunaweza sema Kashongo, unatashukia fasi mwa wanaita Ruvumba. Adui anaingia pale iko mwingi Red Tabara. Ile Red Tabara iko mingi sana. Ile Red Tabara iko nauza machakula mule msoko ya Magunda, msoko ya 3 inauza chakula, inapeleka inakuya njia ya Maeta. Njia ya Maeta inaleta mpaka kwenye iko naleta mpaka wa Minembwe, iko na katakata inaleta bandugu zake. Inauza chakula pale Magunda, inapeleka mpaka Kageregere. Kageregere inapatikana msheferi de Bafuliru, ile Kageregere. Pale huko wengine adui wa M23 wanachangana. Biko mingi. Manake hiyo jo itembee kwa mtoto wote kwenye kwa mzalendo wote. Na najua watoto wa pale Masango wote mpaka territoire pale Plateau wanajua kama adui deja najikosinye pale. Inabidi kikosi kiongezeke mingi, serikali iongeze na wazalendo wakuwe wengi, kwa maana wiko katika pori na wiko wanashinda msoko na wanarudia. Vraiment adui iko mwingi, mwenye iko na revitae wa Minembwe na iko na revitae Kageregere. Njoo anaikala pale kwa kuuza chakula, anauza chakula ngambo zote. Na hiyo kwa wenyewe wanafahamia ile fasi kwa saa hizi wiko wanaona.
juu kabisa. Kama adui wanamwachia pale, vraiment tukingali munani mubaya, tukingali muhali mubaya, manake pale itakuwa hatuyasukuma adui juu ameingia mwingi sana, mwingi. Habari hiyo nimewapatia nyinyi watu wote wanayokuwa na zingine magrupu, mtapakanye na kufikisha kwa viongozi kuu. Asante. Siku chache zilizopita nilikuambia kuwa tulipokea taarifa za ndege za kijeshi zinazotokea upande wa Rwanda zinazotua wanajeshi wake kwenye uwanja wa Kavumu huko Bukavu na wakipanda moja kwa moja kuelekea milimani mwa tarafa la Fizi, Uvira na Mwenga, si pengine ni huko Minembwe. Ni dhahiri kwamba vikosi vya jeshi la Kongo vina jukumu kubwa la kuwazuia maeneo ya Mikenge pamoja na maeneo mengine huko milimani mwa tarafa la Uvira ili wasiweze kabisa kufika maeneo ya Minembwe ili kuweza kutoa misaada kwa wenzao ambao wanaendelea kupata cha mtema kuni huko maeneo ya Minembwe. Utazingatia kuwa hivi karibuni wito ulitolewa, viongozi mbalimbali wa wazalendo jimboni Kivu ya Kusini walitoa wito kwa wazalendo wote ambao wanapatikana mjini, tukitaja Uvira, Baraka pamoja na eneo zingine, kuweza kuelekea maeneo ya ngome zao ili kuweza kukabiliana na adui ambaye ni AFC M23 pamoja na washirika wake mkiwemo wanajeshi wa nchi ya Rwanda. Naam, kwa nini M23 inaendelea kung'ang'ania eneo la Minembwe? Majibu ni kwamba eneo la Minembwe ni eneo la kimkakati kabisa la kivita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ukitaja jimboni Kivu ya Kusini na jimboni Kivu ya Kaskazini, kwa sababu M23 iliponyatuka maeneo ya Uvira, Sange pamoja na eneo nyingine jimboni Kivu ya Kusini, walikataa katokato kuweza kuondoka maeneo ya Bukavu, Goma pamoja na eneo la Minembwe. Ni wazi kuwa eneo la Minembwe ni eneo ambalo walibaki kwa muda mrefu wakiwa wanafanya plani yao kwa ajili ya kuweza kuteka maeneo mbalimbali jimboni Kivu ya Kusini, lakini pia endapo misheni yao ya kugawa nchi ya DRC ingeweza kufaulu, basi eneo la Minembwe lingekuwa eneo muhimu sana kwa M23 pamoja na serikali ya huko Rwanda. Hivi sasa eneo la Minembwe ni eneo moja pekee ambalo wakilipoteza M23 watakuwa wamepoteza eneo muhimu sana, kwa sababu ni eneo pekee ambalo limekuwa la kimkakati walilodhibiti sehemu mbalimbali, japokuwa eneo mbalimbali zinadhibitiwa na wanajeshi wa FARDC pamoja na wazalendo. Jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo lilitangaza kuweza kurudi nyuma kidogo ili kuweza kuchukua mipango madhubuti ya kukabiliana na AFC M23 eneo hizo, na kwa sababu M23 iliweza kushambulia vituo vya raia mkiwemo kituo cha afya cha huko Minembwe, shule pamoja na kulenga eneo za wakaaji, jeshi la DRC likaweza kuondoka eneo hilo ili kuweza kuchukua mipango mingine madhubuti ili kukabiliana na adui ambaye anamiliki sehemu chache sana katika eneo la huko Minembwe. Naam, endelea kubaki na Kwetu News 24 ili uweze kupata habari sahihi, habari zenye kuthibitishwa na zenye uchunguzi wa kina kutoka wenye uwanja wa mapambano. Na hivi sasa tugeukie upande wa siasa nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Mpinzani wa kisiasa wa Kongo Martin Fayulu Madidi alizindua mwito wa uhamasishaji maarufu Jumatano Julai 8 katika Palais de la Nation, akitaka Rais Tshisekedi aweze kujiuzulu. Msimamo huo wa umma unatokana na changamoto kwa mradi wa kurekebisha au kubadilisha katiba ambayo viongozi wa upinzani wanaeleza kama mapinduzi ya kikatiba ili kuunga mkono mtazamo wake rais wa ahadi ya uraia na maendeleo. Anaomba heshima kali kwa sheria ya msingi akitegemea hasa vifungo vitatu. Kifungu cha 219 ambacho kinakataa marekebisho yoyote ya katiba wakati wa hali ya vita, dharura au kuzingirwa. Kifungo cha 220 ambacho kinachunga idadi ya muda wa mihula ya urais, na kifungo cha 64
kinachothibitisha jaribio la kupindua utawala wa kikatiba kama kosa lisiloweza kuelezeka dhidi ya taifa. Mpango huu wa ubadilifu wa katiba ni sehemu ya mazingira ya mivutano ya mara kwa mara kati ya walio wengi, tawala na vikosi vya upinzani kuhusu mageuzi ya kitaasisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hayo yakiwa namna hiyo, msikilizaji wa Kwetu News 24, nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imewasilisha ombi la kuanzisha kesi mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki dhidi ya Jamhuri ya Rwanda, nchi ambayo imekuwa kwenye mgogoro wa siku nyingi na nchi ya DRC. Kwa kupitia utaratibu huu, Kinshasa inaishitaki rasmi nchi ya Rwanda kwa ukiukaji mkubwa wa mikataba kadhaa ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa, hususan mikataba kuhusu mauaji ya kimbari, ubaguzi wa rangi, haki za wanawake pamoja na mateso ya raia wake. Serikali ya Kongo inalaani mauaji ya kiolela, ukatili wa kijinsia na kufurushwa kwa wananchi kwa nguvu mashariki mwa nchi yake kwa zaidi ya miaka 30. Kesi hiyo inaielekeza moja kwa moja ziki hiyo zisizo halali zilizofanywa na majeshi ya Rwanda, RDF na makundi ya waasi yanayoungwa mkono au kudhibitiwa na nchi ya Rwanda. Hoja ya sheria inaeleza mwendelezo wa kihistoria wa uvamizi wa Rwanda ulioanza baada ya mauaji ya kimbari mwaka 1994 ukilenga makusudi kambi za wakimbizi. Waraka huo unataja wazi ushiriki wa Kigali kupitia makundi mbalimbali ya waasi kwa nyakati tofauti, kuanzia AFDL na RCD hadi shughuli za vita karibuni za muungano wa M23 AFC ambayo inaendelea kusaidiwa na Rwanda hadi sasa. Kwa kupeleka kesi kwenye mahakama ya juu ya Umoja wa Mataifa, DRC inaomba rasmi mahakama itambue wajibu wa kimataifa wa Rwanda kusitisha mara moja vitendo vyake visivyo halali na kutoa fidia kamili kwa serikali na waathiriwa. Kwa hatua hii, mamlaka ya Kongo yanathibitisha dhamira ya kutatua migogoro kwa njia ya amani na kupinga kutokuwajibika, huku yakionyesha imani yake katika haki za kimataifa pamoja na kurejesha haki ya kudumu. Kufikia hapo, msikilizaji, sina la ziada na kushukuru kwa muda wako. Hii ni Kwetu News 24, hadi wakati mwingine, kwa heri.